Mwandishi maarufu ambaye mara nyingi aliandika vitabu kuhusu historia aliwahi kushauri kwamba hatupaswi kufikiria sana yaliyopita, lakini pia hatupaswi kuyasahau. Unajua tatizo ni kwamba jamii ya binadamu na mimi ni mmoja wao mina kumbukumbu fupi. Mafunzo kutoka zamani yanasahaulika kwa urahisi na haraka sana. Hivyo ndivyo inavyotokea kwa watu waliobaki Yuda baada ya kuanguka kwa Yerusalemu kwa dola ya Babeli. Kama tulivyojifunza katika somo letu la mwisho, ni watu maskini tu wa nchi ndio waliobaki pale, huku watu wengine wote wakipelekwa Babeli. Sasa hapa katika Yeremia sura ya 40 hadi 44 tunapewa matokeo ya kushindwa kwa Yuda, na lazima nikwambie, karibu kila mtu anasahau haraka kwa nini taifa la Yuda lilianguka mwanzoni. Siwezi kufikiria wangesahau hilo, lakini wanafanya hivyo. Tunaambiwa hapa katika sura ya 40 kwamba miongoni mwa wale waliobaki ni nabii Yeremia. Inafurahisha kwamba afisa wa Babeli anayesimamia watu hawa watakaokuwa wakiishi Yuda, mtu anayeitwa Nebuzaradani, anampa Yeremia chaguo. Hapa kuna chaguo lake katika mstari wa 4: ikiwa inaonekana kuwa vizuri kwako kuja nami Babeli, njoo nami nitakutunza vizuri. Lakini ikiwa inaonekana kuwa vibaya kwako kuja nami Babeli, usije. Tazama, nchi yote iko mbele yako. Nenda popote unapoona ni vizuri na sahihi kwenda. Kweli, mstari wa 6 unatueleza kwamba Yeremia alichagua kubaki Yuda, lakini alikwenda Mispa kuishi chini ya gavana mpya wa Yuda, mtu anayeitwa Gedalia. Sasa, bila shaka Yeremia alidhamini uhusiano wa karibu alioshiriki na Gedalia. Kwa kweli, walikuwa na mtazamo sawa kuhusu jinsi Mungu alivyoshughulika na Yuda. Baba yake Gedalia alikuwa ameokoa maisha ya Yeremia katika sura ya 26. Sawa, ujumbe wa Gedalia kwa watu wa Yuda unatolewa hapa sasa katika mstari wa 9: msiogope kuwahudumia Wakaldayo. Kaeni katika nchi na mtumikie mfalme wa Babeli, na itakuwa heri kwenu. Sasa lazima nikuambie, kwa mwanamume au mwanamke wa kawaida wa Kiyahudi, ujumbe huu haukuonekana kuwa wa kizalendo kabisa. Kwa kweli, inasikika kama uhaini. Mstari wa 14 unatueleza kwamba mtu anayeitwa Ishmaeli anapanga kumuua Gedalia kwa ujumbe kama huo. Kwa bahati mbaya, Gedalia hachukulii tishio hilo kwa uzito. Analipuuzia kama si chochote zaidi ya uvumi. Na sasa hapa katika sura ya 41 inadhihirika kuwa si uvumi hata kidogo, kwani Ishmaeli anamuua Gedalia. Anawachukua mateka watu waliobaki wa mji wa Mispa ambao inaonekana wanamjumuisha nabii Yeremia. Sasa tuko karibu kuona watu wa Yuda wakirudia kosa lile lile ambalo mababu zao walifanya awali. Hawakujifunza chochote kutoka kwa historia, na sasa wanazindua wasi mwingine. Sasa sijui ni aina gani ya njia ya kazi Ishmaeli alifikiri alikuwa nayo, lakini kumua Gedalia, kuongoza wasi dhidi ya Babeli, ambayo kimsingi ilikuwa ni kuasi dhidi ya mapenzi ya Mungu, vizuri inaweza kuonekana kama anafanikiwa katika, harakati yake ya kupata mamlaka, lakini ni suala la muda tu kabla ya yote kumfikia. Sasa tunaambiwa hapa katika sura ya 42 kwamba kiongozi aitwaye Johanan alikusanya kikosi kidogo. Wao walimfuata Ishmaeli. Johanan aliweza kuwaokoa mateka, lakini Ishmaeli alitoroka. Sasa Johanan na jeshi lake dogo wanaogopa mfalme wa Babeli. Wanaogopa mfalme atawalaumu kwa kifo cha Gedalia. Hivyo wanaamua, na kwa njia kinyume na ushauri wa Yeremia, kukimbilia nchi ya Misri. Tena wanarudia makosa ya historia kama vile mababu zao walivyofanya walipoweka imani yao yote kwa Misri badala ya Mungu. Na wacha niseme tu, wapendwa, kwamba mahali salama zaidi duniani kuwa ni katika mapenzi ya Mungu, na mahali hatari zaidi kuwa ni katika kutotii mapenzi yake. Sasa, kwa sifa yao, kabla ya kuondoka kwenda Misri, Johanan na watu wa Yuda walimjia Yeremia. Kwa kweli, hapa katika sura ya 42 walijua kile Mungu alichosema kupitia Yeremia, lakini wanajiuliza kama Mungu amebadilisha mawazo yake.
Kwa hiyo walimuuliza Yeremia hapa katika mstari wa pili, je, utarudi na kumuuliza Mungu tena kuhusu mawazo yake juu ya hili? Na Yeremia anakubali, na baada ya siku 10 hapa kuna jibu la Mungu. Mstari wa 10, kama mtabaki katika nchi hii, basi nitawajenga na sitawaangusha, nitawapanda na sitawang'oa. Msiogope mfalme wa Babeli, kwa maana niko pamoja nanyi. Kwa maneno mengine, kama watabaki katika nchi ya Yuda ambayo inaonekana kuwa hatari, Bwana atawaimarisha. Lakini kama watamwasi Mungu na kwenda Misri ambayo inaonekana, unajua, salama zaidi, basi hiyo itasababisha maangamizi yao. Kwa kweli, mstari wa 17 unaahidi wote wanaoelekeza nyuso zao kwenda Misri kuishi huko watakufa kwa upanga, kwa njaa na kwa tauni. Sasa Bwana hawezi kuwa wazi zaidi kwa watu hapa. Lakini sura ya 43 inapoanza, watu walijibu kwa kumwambia Yeremia hapa katika mstari wa pili, unasema uongo. Bwana Mungu wetu hakukutuma kusema msende Misri kuishi huko. Basi hiyo ni kwa kuuliza Mungu mwongozo. Lakini si hivyo ndivyo watu walivyo hadi leo. Unajua, labda unafundisha somo la Biblia au unachunga kanisa na unawafundisha watu ukweli wa neno la Mungu na wanakushutumu kwa kulibuni, kwa kupotosha neno la Mungu. Kwa nini? Basi kama ilivyokuwa katika siku za Yeremia, neno la Mungu halilingani na mitazamo yao, halilingani na mapendeleo yao. Kwa hivyo Mungu lazima awe amekosea, na wewe mjumbe wake basi lazima uwe umepoteza mwelekeo. Unaweza hata kuwa upande usio sahihi wa historia, kama wanavyosema siku hizi. Basi kwa roho hiyo ya ukaidi, mstari wa 6 unatueleza kwamba watu wa Yuda wanaondoka kwenda Misri. Kwa kweli wanamlazimisha Yeremia kwenda pamoja nao. Lakini wanapofika Misri, Yeremia anatoa unabii mwingine wa hukumu inayokuja, na unabii huu wakati huu kwa njia una somo la mfano linaloambatana nao. Labda hili litawafanya wakumbuke, hatujui. Lakini Mungu anamwambia Yeremia hapa katika mstari wa 9 aende na azike mawe mawili makubwa chini ya sakafu kwenye lango la ikulu ya Farao. Kisha anatakiwa kutabiri kwamba mfalme wa Babeli ataweka kiti chake cha enzi juu ya haya mawe mawili yaliyofukiwa. Naam, unaweza kufikiria kwamba Farao hatakuwa na furaha sana kuhusu, unajua, kulazimika kurekebisha baraza lake la mbele pale ikuluni baada ya Yeremia kufukia mawe mawili sembuse. Farao kufurahia habari kwamba hatakuwa karibu kwa muda mrefu. Sura ya 44 sasa inarekodi unabii mwingine kutoka kwa Yeremia kwa watu wa Yuda kwa sababu ya ibada yao ya sanamu inayoendelea. Anawalaumu kwa hilo hapa katika aya ya 8, kwa kutoa sadaka kwa miungu mingine. Hasa inavyoonekana hapa ni sadaka zilizotolewa, anasema, kwa Malkia wa mbinguni. Ibada ya mungu huyu wa kike inaonekana ilikuwa maarufu miongoni mwa wanawake wa Yuda, tunajua kutoka kwa historia, ambao sasa wanaishi Misri. Kwa kweli, kundi kubwa lao linaonekana hapa katika aya ya 17. Wanawake hawa wanakuja kumjadili na Yeremia na wanamwambia kwamba mahitaji yao yote yatatimizwa mradi tu watoe ibada kwa Malkia wa mbinguni. Naam, ngoja nikwambie, mfalme wa mbinguni, mfalme wa kweli aliyeumba mbingu na dunia, hajavutiwa nao au mtu mwingine yeyote hadi leo. Kwa kweli anawatuma ujumbe kupitia Yeremia akiwaonya juu ya hukumu zaidi, na kisha Mungu anatoa kauli hii ya kina katika aya ya 28. Watu wote waliosalia wa Yuda waliokuja katika nchi ya Misri kuishi watajua ni neno la nani litakalosimama, langu au lao. Unajua, siwezi kujizuia kufikiria onyo lingine la siku hiyo ya baadaye ambapo ulimwengu mzima usioamini utasimama mbele za Mungu, na watajua kwamba neno la mwanadamu halitasimama dhidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasimama milele. Unajua, watu leo wamesahau somo la historia. Wale wanaomwasi Mungu, wale wanaokataa mwaliko wake wa kutubu, watasimama mbele ya hukumu ya mwisho ya Mungu. Haijalishi jinsi ulivyo wa kidini, haijalishi jinsi unavyojisikia salama kwa kukubaliwa na dunia.
Neno la mwanadamu, maoni ya mwanadamu hayatasimama dhidi ya neno, maoni ya Mungu. Unajua, nasikia viongozi na watu wakisema leo, kama nilivyotaja awali, unajua, sitaki kuwa upande mbaya wa historia. Sawa, ngoja nikuambie kitu, hutaki kuwa upande mbaya wa Mungu. Tujifunze somo hili vizuri, tusirudie makosa ya historia. Tusimwasi Muumba, mfalme wa mbingu na dunia, ambaye neno lake linasimama milele. Basi hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.